Katika kaunti ya Nakuru, wakazi wa eneo la viwanda wanahesabu hasara baada ya moto kuteketeza mali ya dhamani ya mamilioni kwenye duka la Rumisha. Wazimamoto walifika kwa haraka na kuuzima kabla ya kusambaa kwenye maduka mengine. Sherehe ya kutia saini utekelezaji wa sera ya misitu katika kaunti ya Taita Taveta ilikatizwa baada ya wabunge kutoka kata ndogo ya Wundanyi, Mwatate na Voi kuingilia kati, wakisema kuwa suala hilo halina uzito kwa wakazi wa kaunti hiyo. Wabunge hao waliwahamasisha viongozi wengine kususia sherehe hiyo iliyoongozwa na waziri wa maji, mazingira na maliasili Judy Wahungu. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kajiado imefunga soko la Ngong kwa madai ya kusambaa kwa ugonjwa wa kipindupindu. Soko hilo limefungwa kwa muda usiojulikana, huku wanabiashara wakilalama kuwa lilifungwa bila ya wao kupewa ilani. Hata hivyo, mbunge wa Kajiado Kaskazini Joseph Manje amewahakikishia wanabiashara watarudi kazini baada ya soko hiyo kusafishwa. Na mashabiki wa Radio Citizen walijiunga na mtangazaji Willy Tuva na kikundi cha Mseto Mashinani kwenye uwanja wa Alaskani eneo la Malindi hapo jana na leo kuwatumbuiza katika chuo kikuu cha Pwani, huku wakiwahimiza wawe wenye amani wakati ambapo uchaguzi mdogo wa ubunge unapokaribia. Na hatimaye kulizinduliwa hafla ya sherehe ya kuchangia wanawake walio na shida ya kujifungua huku jijini Nairobi. Sherehe hiyo ilijumuisha madaktari wa chama chao barani Afrika. Na akiongea katika hafla hiyo, Daktari Eunice Kiereini ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho alisema kuwa sherehe hiyo ililenga kuchangisha fedha zinazowasaidia kina mama wajawazito kutokana na ugonjwa wa fistula. Asli Galgalo, Citizen Nipashe Wikendi.